Shangwe za Yesu, shangwe za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa wa Mungu. Kwa majina yangu naitwa Kitalima Furaha. Ninamshukuru Mungu, ni siku yetu ya pili katika shangwe za Yesu mahali hapa mjini Songea, katika viwanja vya shule ya msingi Ukombozi. Tunamshukuru Mungu, tumepata ujumbe mzuri sana kutoka kwa mtumishi wa Mungu baba yetu Imani Oscar Katana. Ujumbe ambao ulielezea upendo. Tunzie damu yangu iliyomwagika msalabani, nitunzie iliyomwagika msalabani. Kwenye taji ya miba wakachukua miba wakagonga na nyundo, damu kichwani na mwagika kwa ajili yako, ili wewe usiteseke na dhambi, ili wewe uwe huru. Yesu anasema nitunzie uhai wangu, anasema nitunzie hayo maisha yangu. Na jioni ya leo umemsaliti Mungu wako, inatosha. Umemsaliti Mungu wako, inatosha. Leo anakuita utengeneze na wewe, utengeneze na yeye. Amekuweka duniani ili umwabudu, na pumzi ulionayo mwanadamu ni pumzi ya Mungu. Hakuna mahali unaweza kukwenda ukaenda kuzikuone, maana kila pumzi inapotoka inakwenda moja kwa moja mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Mungu anayejua mawazo yako, anayejua matendo yako, anasema ukatubu, anasema utubu, upokee uzima upya, pokea uzima upya. Ndio maana mambo yako hayaendi, maana umemkorofisha aliyekuumba, umemkorofisha anayekupenda sana, umemkorofisha anayekujali, umemkorofisha aliyekupa uhai. Nisikilize binti wa Songea, ya kwamba unataka baraka, lazima mtu aje kwenu kwanza kabla ya kwenda kwake. Sema amina kama unaelewa. Haleluya. Huyu binti alikuwa na adabu, kwa ikawa siku ya harusi, yule kijana asiyeona akamtafuta mtu akamwambia nitengenezewe zawadi. Akatengeneza boksi zuri, akamwambia nishike mkono nipeleke niende mpaka alipo bibi harusi. Wakamshika mkono, akaenda na zawadi yake, anapapasa, akapapasa, akamwambia ni hapa alipo. Wakasema ndio. Akamkabidhi bibi harusi ile zawadi yake kwenye boksi. Bibi harusi akaiangalia vizuri, maana nakumbuka huyu kijana alivyojitoa, maana nakumbuka huyu kijana alivyompenda. Wakati haoni huyu kijana alikuwa yuko tayari. Akasema hii zawadi itakuwa ya kwanza kuifungua nitakapofika nyumbani. Na kweli alipofika huko na kule, sasa muoaji hajui, bwana harusi hajui kwa nini zawadi inang'ang'aniwa. Kumbe mwenzake ana historia nayo. Akafungua lile boksi, alipofungua akakuta limefungwa, akafungua la pili limefungwa, la tatu, mpaka akakuta bahasha akafungua, akakuta karatasi limeandikwa jeupe, linasema nitunzie macho yangu mpenzi. Maana yake nini? Huyu alitoa yale macho ili aje amuoe huyu binti, lakini pamoja na kutoa macho, huyu binti amemkataa. Akasema ni kweli umenikataa, lakini hayo macho yangu nenda kanitunzie. Nisikilize mtu wa Songea, Yesu yeye hakutoa macho, alitoa uhai wake. Na hatukuishia hapo, tukapata nafasi ya kuongea na kuzungumza na baadhi ya wahudhuriaji wa kongamano hili zuri la shangwe za Yesu mahali hapa. Nao walikuwa na haya ya kusema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Evelina Imani Mbuge, natokea kanisa la Baptisti Mji Mwema. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano la shangwe za Yesu, mkutano wa injili wa shangwe za Yesu ambao umeandaliwa na mtumishi wa Mungu mpakwa mafuta wa Bwana, mchungaji Imani Oscar Katana. Kiukweli leo ni siku ya pili ya mkutano wetu. Tumebarikiwa, tumeona Mungu akitufungua. Hakuna aliyofika mahali hapa katika viwanja hivi na akatoka kama alivyofika. Tumebarikiwa na tumepokea kitu cha tofauti sana. Tunarudisha sifa na utukufu kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe, ndugu, rafiki, jirani. Na kwa majina naitwa mchungaji Niko Mwasongwe. Niko pale na Manditi. Leo nimehudhuria katika shangwe ya Bwana za Yesu ambazo zinaendelea katika viwanja hivi vya Ukombozi. Na tunamuona Mungu katika mkutano huu ambao uliojaa nguvu ya Mungu isiyoweza kuelezeka. Tumeona watu wakifunguliwa na watu Mungu akiwaponya sawasawa na haja zao,
na tumemwona Mungu pia katika mhubiri wetu ambao Mungu amemtumia kwa viwango vya hali ya juu. Ni kweli Mungu amemtuma kwa ajili ya Songea, na watu wa Songea ambao wananisikiliza, naomba sogea katika viwanja vile ambavyo vipo hapa na katika shule hii ya Ukombozi. Unajua, tunapozungumza mgeni anapokuja mwenyeji anapona. Kwa hiyo inatakiwa wewe ambaye unaniona au unanitazama wakati huu, nataka nikwambie kwamba katika shangwe ya Bwana au shangwe ya Yesu, njoo na wewe uhudhurie ili muone Mungu katika maisha yako. Ndio, ni kweli ndio inatesa, inakusumbua. Sogea hapa, Mungu ataifungua. Hata ni uchumi wako unakusumbua, njoo, Mungu atakufungua. Kinachotakiwa wewe amini kwamba ninapokanyaga pale siku ya ukombozi au sehemu ya ukombozi, na mimi nitawekwa huru. Sasa na lingine nataka nizungumzie kwa habari ya wale ambao wanatamani kumwona Mungu lakini wanashindwa, zimewazuia dini zao. Sisi hatuzuii na dini yoyote. Kuna watu ambao wanakamatwa na dini kwamba mimi dini yangu atanionaje. Kinachotakiwa muangalie Yesu atakuonaje. Jua tatizo lako, na maana tatizo liyokuwa nalo hauna uwezo wa kujitatua mwenyewe. Unamhitaji Yesu ili akutatua hilo tatizo lako. Kwa majina naitwa Esther Habakuki. Nimeokoka, nampenda Yesu. Ni pia mama mchungaji, nasali kanisa la CAG pale Ruawasi ya Mwenge Mshindo. Kupitia mkutano wa leo nimejifunza mambo mengi. Kwanza nimejifunza jinsi ya kutumika kwa Yesu. Nimejifunza pia jinsi ya kuhudumu watu. Na pili nimejifunza jinsi mkutano unavyokuwa na ugumu, shetani anavyowakamata watu. Kwa nashukuru Mungu, nimejifunza kwa kiwango kikubwa sana. Na sambamba na hayo, shetani japo alitaka mkutano usifanyike vizuri, lakini ameshindwa, ameangushwa kwa damu ya Yesu. Na mkutano umefanyika vizuri siku ya leo, watu wamefurahi, wamemtukuza Mungu, mambo yameenda vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu, hata mimi pia nimeshukuru Mungu kwa kuwa mambo yameenda vizuri. Mtazamaji wangu, kufikia hapa sina la ziada kutoka viwanja hivi vya shule ya msingi Ukombozi katika eneo hili la Mji Mwema. Zaidi ya hapo, tunakusihi wewe uliyepo Songea na viunga vyake, na kama una ndugu popote ulipo, tunazidi kukukaribisha katika siku yetu ya 3 ya kongamano hili zuri la shangwe za Yesu kwa hapo kesho. Mungu akubariki sana, na kufikia hapo sina la ziada. Ni mimi Kitalima Furaha. Barikiwa.